Haya maisha mpaka lini jamani? Hatuna wazazi, hatuna hata ndugu yoyote hata kutusaidia tukimawazo. Maisha ya shida kila siku, afadhali ya jana. Labda mama angekuwepo, maisha yasingekuwa hivi. Lina. Hivi Lea, umeridhika na haya maisha? Unamaanisha nini? Nimekuuliza swali, umeridhika na haya maisha? Unalalamika au unauliza swali? Mwenye sikuelewi. Kilichoko hapa ni kupambana na kilimo tu. Na hicho ndio kitu pekee kitakachotutoa kwenye huu maskini na sio kingine. Kilimo. Tangu tumeanza kulima ni miaka mingapi Lea? Hatujawahi kupata chochote zaidi ya chakula tu. Mimi nimechoka bana na haya maisha. Unavonilalamikia mimi, utasema mimi ndo nimesababisha tuwe na haya maisha magumu. Sawa? Fanya unaloona linafaa. Maana naona utaki kusikiliza ushauri wangu. Naomba ukakoroge uje twende shamba. Hivi Lina, yule kaka ulisema anakupenda, sio anataka kuoe. Nilishia wapi? Maana nimeona kimya, toto niambi chochote. Lea bwana. Hivi mimi kweli nakuolewa na ule mshamba vile? Mkulima. Mimi nataka mwanaume mwenye mali zake bwana. Kwa hiyo mtaki mkulima. Unataka mtu mwenye mali zake. Hivi hapa kijijini unampata wapi mtu mwenye mali zake? Huyo mtu anaajiriwa wapi? Sio lazima awe ameajiriwa. Angalau nipata mfanya biashara lakini awe na mali zake. Sasa kuliko kuolewa na mkulima mwenzangu, si bora kukaa na wewe pacha yangu. Haya, nenda kuchagua. Nitampata mwanaume mwenye mali zake na nitaolewa. Hamjambo warembo? Sivu. Jamani. Mambo. Poa, wazima? Wazima. Naona kama kawaida. Ndio maisha yetu za mjini. Huko ni njema. Lina vipi? Safi Steve, umependeza. Nashukuru, asante. Nimefurahi kuwaona. Umekuja lini? Nina kama siku 4 hivi. Na hivi ndo nilikuwa nimepanga nije kuwasalimia, lakini sasa nimekutana na nyinyi njiani. Nimefurahi pia. Hata sisi tumefurahi pia. Ila usiache kuja nyumbani. Sasa ndo nilikuwa nakuja. Kama ni hivyo, wacha nikamwone anko, alafu nitakuja kwenu jioni. Tutaongea kwa kirefu zaidi. Sawa, na tutakusubiri. Haya, basi nyinyi niwaache muwai shambani. Baadaye. Haya. Jamani, Steve amependeza. Sasa mwanaume kama huyu ndo namtaka. Sio uniambie nibaki hapa kijijini na wanaume wa kijijini. Mwanaume kama unampatia wapi? Jana ukatuambia unakuja nyumbani na afu hata kutokea na tunakuandalia hadi chakula. Nisamee jamani. Unajua ukishakuja huko kijijini kila mtu anataka ajue huko mjini unapotoka sisi tulioko duniani tunaishi. Ni kweli. Basi nikajua umeshaondoka. Hapana, bado nipo. Nafikiri nitakuwa na siku kama 3 au 4 za kuwepo hapa kijijini. Mama umepachukia hapa kijijini kabisa? Kwa nini? Sio umekuja tu hizi siku chache alafu tena unasema kesho kutwa unaondoka. Ukweli ni kwamba unajua mimi nina biashara nafanya kule mjini. Sasa nikikaa muda mrefu hapa nitapoteza ramani ya wateja wangu. Lakini hata hivyo nitahakikisha kabla sijaondoka nitafika nyumbani. Sawa, ila usiache kuja jamani. Nitakuja tu usiwaze. Haya, tutakusubiri. Sawa, basi mimi wacha nikimbie tena kwenye mihangaiko. Haya, karibu. Lea, ukiacha kilimo
mnajishughulisha na shughuli gani nyingine hapa kijijini? Hakuna. Zaidi ya kilimo, hapa kijijini hakuna kitu chochote tunachokifanya. Kuna kampuni, labda useme mtu utaenda kuomba ajira uajiriwe. Na isitoshe kilimo sasa hivi kimekuwa kigumu. Yaani unalima shamba kubwa lakini unapata mavuno machache mno. Hayatoshi hata mahitaji yetu, unakuta umeuza lakini hela unaopata uweze tu ukasema hata ufiche kidogo ufanyie biashara. Sasa tumeshazoea maisha yetu. Lakini mimi nilikuwa na wazo. Natamani kama mngekuwa tayari niende na nyinyi mjini. Kule niwatafutie hata biashara ndogo ndogo za kufanya au ajira, na pia mtafikia nyumbani kwangu. Lakini mkiendelea kuwepo hapa kijijini na hiki kilimo ambacho hakieleweki, mtazeekea hapa tu bila chochote. Steve bwana. Kwa hiyo huko mjini watu hawazeeki. Mzara wako ni mtumwa. Mimi ninavyojua, ukiwa mjini, ukiwa kijijini, uzee ukiamua unakuja tu. Sawa, lakini mimi hilo lilikuwa ni wazo langu tu. Kama mtakuwa mko tayari ningeweza kuwasaidia ili mbadilishe hatari ya hewa ujue. Wazo lako ni zuri sana. Tena pia nashukuru kwa utayari wako kwa kutaka kutusaidia, lakini wewe mwenyewe unajua hapa sisi tumezaliwa wawili tu, mimi na pacha wangu. Sasa tukisema tena tuondoke hapa tuache mji, uone kwamba mji utakufa. Alafu pia pale nyumbani kuna kaburi la mama. Kwa hivyo nilikuwa naomba tu tuache sisi tuendelee kuishi hapa kijijini, tumeshazoea maisha yetu. Haya, basi tuendelee kupambana hivyo hivyo. Haya. Nakuja basi jioni. Sawa. Usiache jamani. Haya, poa. Karibu sana. Asante. Leo yuko wapi? Leo ameenda kutafuta mboga. Jana nilikutana naye na tukaongea mambo mengi sana. Hakukwambia? Alikuwa anaongea tu juu hata sikumuelewa. Anyway, niliongea naye kwamba kama kuna uwezekano niwasaidie twende wote mjini. Niwatafutie mpate hata shughuli za kufanya. Huwezi kujua wapi riziki yako ilipo. Lakini sasa kwa namna ambavyo amenijibu amekataa kata. Sababu bwana haiwezekani. Maisha yenyewe ni hapa kijijini. Hakuna kwenda popote. Hamtaki kuondoka hapa sababu ya kulinda boma, si na vitu gani. Ndio kitu ameniambiaje. Sikiliza Steve, achana na Lea. Mimi nipeleke mimi mjini. Yaani haya maisha hapa kijijini yameshanishinda. Hayana mbele, hayana nyuma. Mimi naomba tu nisaidie Steve, nipeleke tu mimi. Hapana, yaani kwa namna ambavyo amekataa. Sidhani kama atakuruhusu. Wewe ukikubali, habari ya Lea niachie mimi mwenyewe. Una uhakika haitoniletea shida kwa pacha yako? Wala hata hamna shida, ili mbali naenda kutafuta. Hamna shida yoyote. Basi sawa, mimi kesho mchana mida ya saa 6 ndo nitaondoka. Kwa hiyo wewe ujiandae, alafu uniambie tunakutana wapi. Sawa basi utanikuta pale chini ya mbulu. Okay, sawa. Basi jitahidi muda huo tu. Sawa. Sawa kakaangu. Haya, wewe utampa salamu zangu tu. Unajua kuna uyoga niliona pale chini ya mlimao. Sasa nataka baadaye tukienda shambani nikauchume niweke huko. Yaani unaacha vyombo vinang'ong'wa na manzi pale, badala uoshe unataka kufua mfuko. Kwa mfuko unajaza uyoga hapo. Ungejua kama leo nakuacha kwenye mataa, ungenifungia ndani kabisa nisitoke kabisa leo nje. Sasa chagua moja. Unachambua hizo mboga upike au unachota maji uoshe hivyo vyombo? Nitapika. Sasa nimalize kuosha vyombo, nichote maji, alafu nikute ujanani hujapika na utanijua.
Alafu mbona wewe wanapenda kunipelekesha hivyo na wakati tumezaliwa siku moja? Au kwa vile wewe kurua midoto? Unajua Lina, mimi sikuelewi. Tena kama siku ya leo ndo sikuelewi kabisa. Endelea mambo yako. Mimi naenda kupika maji. Sitaki mbili. Na ukija nenda shambani huko. Lina. 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 Samani kaka. Bila samani. Za saa hizi? Salama zako wako? Sasa hivi ni saa ngapi? Saa 5:15. Asante. Haya.
Habib. Asalamu alaykum Sheikh. Niko mbali kidogo. Stendi ndogo huku. Ndio nimeingia yani muda huu yani msachi nisikuongopee. Wewe twende. Yani na kama dakika 10-15 hivi. Leo hii? Sasa tunafanyeje? Kwa sababu mimi nilikuwa naamini kwamba mpaka nirudi ndo tunarekebisha hiyo mambo. Sasa nimeingia leo hii, na leo hii nitakuja ofisini kweli? Anyway, tufanye basi tupange hata kesho ili tujue tunafanyaje. Sawa. Haya. Poa. Unashangaa nini mjini hapa? Shikamoo mama. Marahaba. Samani. Nimepita hapa muda fulani na dada mmoja amebeba mfuko wa shangazi kaja hivi mkubwa hapa mgongoni. Amevaa gauni refu hivi. Nilikuwa nimepita naye hapa muda si mrefu mamangu. Umemwona? Alifika hapa akashangaa wadoli alafu akaelekea hivi. Upande huu? Hivyo. Haya mamangu, asante. Makideni. Karibu. Njoo. Mungu wangu atakuwa ameenda wapi? Mimi simuoni Lina, hapana. Kuna muda nimemwacha nyumbani nikamwambia apike, mimi nichote maji nioshe vyombo. Nimeenda mtoni mpaka nimejeza jaba. Nimerudi mara ya mwisho sijamkuta. Nikaamua Subiri. Mungu wangu. Atakuwa ameenda wapi Makideni? Twende. Kwa hiyo ni mchana wa leo hii? Ndio mwenyekiti. Na huwa ana tabia ya kutoka na kuchelewa kurudi, au alishawahi kutoka karudi usiku? Hapana, hajawahi kufanya hivyo. Na hata ukikuta tumetoka, huwa tunatoka pamoja na tunarudi pamoja. Sawa. Basi taarifa imefika.
Tusubiri mpaka kesho asubuhi. Kama atakuwa hajapatikana, tutajua cha kufanya. Kwa hiyo mwenyekiti, tuje kesho asubuhi ofisini? Kama itafika mpaka saa 3 saa 4 hajarudi, njoni tuone tunafanya nini. Haya. Sawa, muendelee lakini kumtafuta. Mwenyekiti, au tukupigie simu? Hebu kwenda naye kalani na mume wako huko. Mtu mwenyewe mnamtafuta huyo mtu mkubwa, labda hata ameenda ameshaolewa huko. Situsumbue. Mungu wangu, kwa hiyo hawa ndo wanaishi pale? Sijui nikaombe na mimi nilale, lakini wale wa kiume wataniacha salama kweli? Kwa nini sikuaga nyumbani? Kwa nini sikumwaga pacha wangu? Napata shida na ajui nilipo. Maskini Lea. Pengine shida hizi zisingetokea kwa sababu sikumwaga na kumwachia maswali mengi dada yangu. Ningekuwa hata na simu ningempigia Steve aje anichukue. Mbona haonekani kama ni ombaomba huyo? Au ni kahaba alikosa mtu usiku, akaamua kuja kumalizia usiku wake hapa na maombaomba? Unajua, leo ndo nimekuja mjini. Kwa bahati mbaya nikapotana na mwenyeji wangu. Kwa hiyo sina hata pa kwenda, sina hata pa kulala. Naombeni mnisaidie. Tutakuaminije? Je, kama ni mwizi unatudanganya hapo je tukilala tuibie vitu vyetu? Jamani, mimi sio hivyo wala siwezi kufanya hivyo. Naomba mniamini nilale tu hapa. Tunakuruhusu kwa leo tu ulale hapa. Kesho utafute pa kwenda, tusikuone tena hapa. Jamani, asante sana. Asanteni sana. Hata kama kwetu ni kijijini, lakini nilala kwa amani kabisa. Mungu, naomba unisaidie.
nini jana usiku? Mliniambia nisirudi tena hapa. Mchakuleta nini? Mbona umefika Unajua nimemtafuta mwenyeji wangu sijamuona, ndo nikaona nirudi tu kulala hapa. Koma. Umeenda umekorogwa huko na wanaume umekorogwa umetimulia sana jifanya ndo unakuja hapa. Umeshajiona umefika hapa, si ndio? Hapana dada, mimi ni mgeni kwenye huu. Sikiliza yote ile zangu. Oya. Yaani sekunde za kuhesabika. Utike hapa. Lazima nitakufanya hamna. Sawa Mdomo mkali mzuri kama wewe. Umeumbika namna hii kweli. Huyu anatuchora huyu anatuchora. Naomba nilale tu kwa leo, sitarudi tena. Nenda kwa wanaume wakusaidia ukalale huko. Sisi hatutaki tena ulale hapa. Wewe, wanako aje hapa na nipenda tuletee sisi shazi. Sepa. Temu mrembo hivi alafu unaona hata kwa kulala. Kita zako hivi bana sepa jikatae basi. Oya jikatae mrembo namna hii. Ningekuwa mimi yani singeteseka. Jinsi ulivyoumbika mtoto una shepu mashallah. Unatesekaje huku mitaani bwana kujaje kujichanganya na au unakuja kuchora nini wewe? Wewe ni mtu wa kuteseka na mtu na shepu na mleo bana. Wewe dada du. Jo. Unapiga so. Jo angusha hapa hivi. Chapu basi. Kitu cha India hicho. Ila wazee, unaweza kukuta wewe ni baya alifunga shangaa kisha baba alipenda anapangana hapa kiduani. Hamna kitu kama hicho, kitu zimbua na sisi tunamzimbua. Kwani vipi? Unaonya mapai? Sisi tunaanyaga Waisraeli tu mtoaro. Kila siku. Lina. 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 Kusamehe nini? Na kusamehe vipi kwanza? Naanzaje kusamehe? Wewe umekuja mjini kuiba, si ndio? Umetumwa na machokora wenzako uje uniibie mimi, si ndio Hapana vipi? Hapana vipi? Kwa nini nipige kikumbo? Ina maana wewe uoni? Msichana mzuri, binti mzuri na kuwa mwizi mjini. Shughuli za kufanya usijui. Watu wanauza dagaa, watu wanauza miogo. Kwa nini usifanye hizo biashara? Unakuja kunipiga vikumbo eti nikusamehe tena wewe. Steve. Kusamehe mfuko wangu unipe. Msichana mwingine sijui inakuaje. Beba unipe mimi. Naambia Rogers. Kwema. Mambo yako? Kitambo. Upo mjini? Niko mjini. Hebu kwanza unaelekea wapi? Nataka tupate sehemu, tuanze kuongea mawili. Nilikuwa nataka nifike nimuone hapa jamaa, lakini sasa hili tukio hapa nilikuwa nataka kuchungulia. Mambo ya wanawake ndugu yangu, achana naye. Walikuwa wanagombana? Wanawake wanagombana. Utaweza wanawake? Tupate sehemu tuanze kuzungumza. Sawa, basi huyu jamaa itabidi asubiri. Kwa mabao mimi. Umekuja mjini kuja kuiba mama. Mjini mipango, fanya kazi. Muangalie. Sasa bwana mama huku mjini ndivyo walivyo. Nyanyuka.
Hawa mama huku mjini wana visirani vyao. Utadhani Halmasi hawaguswi. Mimi ni mgeni hapa mjini. Nimekuja toka juzi. Nikapotezana na mwenyeji wangu. Hapa nilipo sijui hata naelekea wapi babangu. Ni kweli unayesema, maana binadamu wa siku hizi ni waongo. Unaweza kumsaidia mtu kumbe anavyosema sio hivyo. Ni kweli kabisa mamangu, naongea ukweli wa Mungu. Basi twende. Asante sana baba. Mungu akubariki babangu. Hebu niambie binti. Ilikuwaje ukapatana na mwenyeji wako? Shikamoo. Unaambia shikamoo unataka kunyima nini? Mimi najua kabisa tabia yako, upende kumpiga shikamoo. Kwanza ukiangalia ulivyo na mzigo wa maana hapo. Kwanza hebu niambie. Sio binti mrembo kiasi siku umemtoa wapi mzigo? Kwanza uzeeki. Acha kichaa chako. Mzigo uone uko pepa kwenye au sio mzigo. Wati sabani wakati tunatengeneza sana na huyu mzee. Ila mimi naitwa Kendi, sio naitwa nani mwenzangu? Mimi naitwa Lina. Karibu sana. Kendi huyu ni binti yangu bwana, nimemleta hapa kwako, umpe angalau kazi ya kufanya. Yaani kuja kote najua ananiambia ni wifi yangu. Nikupe hata hongera kwa chana na ukapera. Bwana peta na atafuta kazi. Yaani niache kwa wewe na wewe mwanamke mwingine. Unataka kwa wewe tu. Hebu kwenda zako unamuoa nani mzee? Unaoa wanawake wangapi? Unaoa Arusha nzima wewe? Wewe tu mama. Sema ukweli dada. Kwa sasa hivi hapa yani hamna nafasi ya kazi. Nikwambia kuna nafasi ya kwenda kudanganya. Ila nipende tu siku 2-3 tu. Ikitokea tu nafasi nitakuita. Kendi huyu binti ana matatizo sana, lakini ukikaa naye atakuelezea kiundani yale msibu. Haina shida. Haya karibuni wana karibu. Haya. Lakini babangu, mimi nilikuwa naomba unipe kazi hapa kwako. Ili nipate hata mahali pa kulala na nauli ya kurudi nyumbani kwetu. Kuhusu mahali pa kulala umeshapata. Lakini hilo swala la kusema kurudi nyumbani, kuendana na hali halisi ya mazingira uliniambia kijijini yalivyo, sikushauri urudi nyumbani. Ni bora tu kaka hapa mjini ukapambana. Uweze kujua riziki yako iko wapi mwanangu. Ni kweli baba, nilitamani sana kubaki hapa. Lakini ndio hivyo, kama nikipata kazi mimi nitabaki. Kazi utapata. Jamani, asante sana babangu. Mungu akubariki sana baba. Karibu Lina. Hapa nyumbani kwangu, naishi peke yangu, sina mke wala watoto. Usiwe na wasiwasi. Utaishi hapa kama mwanangu. Na kwa kipindi utakachokuwa unaishi hapa, nitaendelea kutafutia kazi. Mimi nafahamiana na watu wengi sana huko mjini. Kwa hiyo nina imani kabisa lazima utapata kazi ya kufanya. Asante sana baba, nashukuru mno. Mungu akubariki. Uliniambia unatoka kijiji gani? Mimi natokea kijiji cha Sorry. Halo. Marahaba. Habari za huko? Sawa. Imeshaanza kuvuna? Gari itajaa? Okay. Sawa. Ongeza tu nyingi.
Basi nikianza safari nitakwambia. Haya. Asante. Sasa Lina, twende nikakuonyesha mazingira ya hii nyumba, kwa sababu kama nilivyokuambia biashara zangu mimi nitaondoka kesho, na humu ndani kuna kila kitu. Kwa hiyo utakuwa unajipikia, unakula mpaka nitakaporudi. Shukuru. Marhaba, umeamkaje? Salama tu. Mungu anisaidie. Niliamka alfajiri na mapema ili kutafutia hizi nguo. Nijaribisha kama zinakuenea. Asante sana baba. Nakukumbusha tena. Milioni unaondoka. Usimfungulie mtu yoyote mlango. Wala wewe usitoke kwenda popote. Na chakula nimeshaweka kwa ndani kila kitu. Mimi nitarudi baada ya siku 2-3. Sawa baba, nitafuata maelekezo yako. Safari njema. Kijana, habari ya leo? Safi, shikamo. Marhaba, mwamkaji? Sijambo. Sasa mimi natoka bwana. Kuna mgeni wangu nimemwacha humu ndani. Haruhusiwi kutoka wala kwenda popote pale. Na nimemwekea kila kitu. Ni wa kike au wa kiume? Wa kike. Sawa. Usiogope. Mimi nitakurudia. Mwali wangu, yani akili imeshaenda mbali. Marhaba, habari za leo? Pole sana mpenzi wangu kwa kutomuona pacha wako. Usijali. Ila mimi namwamini Mungu, iko siku tu atarudi. Amina. Mungu ni mwema. Tuendelee kumwombea. Sawa. Amina. Mama, niko na shida. Shida gani tena? Nguo zangu zimeshakuwa tayari. Sasa napata shida, nitapata wapi mteja? Zimekubali. Zimekubali haswa. Haswa. Sasa kuna mzee mmoja anakujaga kuchukua mzigo kwangu huwa mara kwa mara. Na hivi tunavyoongea anakuja.
nitamshawishi ili achukue na hizi. Aliniambia kwamba anahitaji mzigo mkubwa kwa sababu wateja wake wamemwagiza mzigo mkubwa. Anataka oda kubwa sana. Kwa hiyo ni lazima atachukua hizi Usijali. Ila nakushauri hivi, tafuta vijana wazichume chap chap ili atakapokuja au kute mzigo uko tayari. Sawa. Ila angegopo Lina. Yaani hii kazi tungefanya wenyewe hata singetafuta vijana. Mwali wangu, usiongee hivyo. Hakuna kitu kinashindikana, sawa? Wewe watafute vijana wachume, mimi nitawalipa. Sawa eh? Mzee akishakupa hela, unanirudishia hela yangu kwani kuna tatizo? Mimi na wewe tunazuriana? Hamna. Usijali mwali wangu. Sawa Makidemi, nashukuru sana. Haya, mimi ndo napita niende huko. Haya basi sawa. Asante, fanya haraka haraka eh? Haya. Ili akija tu nitakufikisha. Haya. Hapa hii ndio kilimo kwanza bwana, unatuona tunavyoishi hapa ni kwa ajili ya kilimo. Hata mjini pia watu wanaishi kwa ajili ya kilimo. Kwa kweli mnajitahidi. Na nimefurahia mazingira mazuri, kilimo mnalima. Sana kwa sababu tulikuwa tunaiomba hata serikali tuletee miundombinu. Baba mama, wema. Umekuja wakati mzuri sana. Jambo. Haya, huyu anaitwa Lea. Ndio mkulima mwenzangu, tunayolima hoho. Tunahangaika na kazi za hapa na pale za mikono yetu. Lea, huyu anaitwa Mzee Mbwiru, ndio tajiri yangu. Aha, karibu sana. Furahi sana kukufahamu. Binti mrembo mzuri, mtanashati kama wewe bado unajishughulisha na masuala ya kilimo. Hakika unahitaji pongezi. Kule mjini mabinti kama hawa wanajishughulisha tu kuza miili yao. Huko ndio kilimo kwanza baba. Kilimo kwanza, maisha ya kijijini ni kilimo. Hata mjini pia. Bila kilimo watu wanaishi. Basi acha sisi tumalizane. Alafu nikaangalie shambani kwa binti. Sawa kabisa. Hamna shida. Lea, haya ndio mambo ya kilimo mama. Usijali mama, usijali. Karibu. Bwana, tunawafundisha wawe baada ya wawe ngangari, sisi tunaendelea kuzeeka sasa hivi ndio watakao shika kipaumbele. Sawa kabisa. Acha naongoza naye basi kaangalia shambani kwake. Haya, mimi wacha niende. Haya basi baadaye. Haya, hamna shida. Kweli nashukuru sana Mzee Bwiru. Kwa sababu hapa nilishakata tamaa kabisa kuhusu kupata mteja. Alafu hapa kijijini kila mtu huwa ana tajiri yake. Ila kwa kuwa umenihakikishia kwamba utakuwa unachukua mzigo wangu mara kwa mara, umenipa faraja kubwa sana. Usijali binti. Nitakupa namba yangu ya simu. Utanipigia wakati wote mzigo ukishakuwa tayari. Kwa hiyo ondoa hofu kuhusu kununua kwa mzigo. Lakini mimi sina simu. Huwa natumia Mama Kidemi. Pole sana binti. Samahani. Nilikuwa na swali. Uliza tu. Umeolewa? Hapana. Kwa nini na huyu binti mzuri, mrembo, mchapakazi? Hapa vijijini hakuna vijana? Wapo, ila mnaona wakati wa bwana hujafika. Ni kweli wakati wa bwana hujafika. Lakini tangu mara ya kwanza nilivyokuona machoni kwangu, nilivutiwa sana na wewe. Hakika nilitokea kukupenda. Binti, natamani hata uwe mke wangu. Najua unachojiuliza kuhusu mimi. Sina mke wala mtoto. Na umri wote wewe una mke wala mtoto? Nilikuwa na mke miaka mingi iliyopita. Lakini kwa sasa ninaishi peke yangu. Kwani mke yule tuliachana. Ni hadithi ndefu sana. Tukipata muda nitakusimulia. Lakini kwa sasa hakika unafaa kuwa mke wangu. Nijibu basi Lea, mbona unasita?
Pesa nyingi. Chukua tu, zitakusaidia kwa mahitaji madogo madogo hapa nyumbani. Vipi jamani? Bado sio mjamalizana? Nilikuwa namlipa haki yake. Kama tayari twendeni. Vipi kuhusu wale vijana kupakia magunia, umekuja nao? Tajiri yangu. Nikajua umekuja na jeshi lako kama kawaida. Hapana, wewe si ulinipigia ghafla simu kwa nikaondoka hivyo hivyo. Haya, twendeni tukale kwanza. Vijana watapatikana. Twendeni. Sawa. Shoga yangu, unafahamu kabisa kakudeka kamesharudi saa hizi. Nitakakuta kamevimba kama jipu. Jamani, mimi kaje tunapitia hapo kwangu, kwanza tupike tule ndo muende huko. Hapana. Aisha baadaye. Haya basi baadaye. Haya. Aseme bado na kiu sana. Ngoja nikaombe maji ya kunywa pale pale. Haya, chapu basi. Kwa sababu Kidemi amesharudi na sijapika. Nakuja. Haya. Kuna nini? Pika chakula cha kutosha. Mimi hapa lazima baadaye nje nirudi kula. Haya, karibu. Sasa huyu mzee Mungu wangu lakini anaonekana ana pesa. Sijui nimkubalie. Naweza nikamkubalia afu akabadilisha maisha yangu. Lakini naogopa. Mzako kitamu sana. Haya. Ule mfuko nilikuja nao kwa. Asante sana. Asante sana, nashukuru. Usijali, ukiwa na mimi, mbona utafaidi vingi hii. Utakula mema ya nchi. Nashukuru sana. Umeshawahi kunywa pombe? Nilikunywa siku nyingi, lakini ilikuwa ni pombe za kienyeji za hapa kijijini. Taonja hii. Nzuri sana. Mta vikombe. Onja. Taona ilivyo na testi nzuri. Mbona chungu hivyo? Mbona ni tamu kama juisi tu. Natamani pacha yangu angekuwa hapa. Pacha yako? Huyu pacha wako anajishughulisha na nini? Na kwa sasa yuko wapi? Na je, anaitwa nani? Pacha yangu hayupo. Alipotea. Jina lake anaitwa Halo?
Wewe hakikisha geti langu kila saa linakuwa limefungwa. Ndio. Mimi nakuamini. Kwa makini bwana. Niangalizie hapo mpaka nitakaporudi. Nishakuomba tena. Sawa. Okay. Haya. Nitakuachia simu yangu ndogo. Ina laini yangu, lakini mara nyingi huwa siitumii. Kwa hiyo utakuwa nitumia kunipigia na kadhalika. Kwa hiyo nimesave namba yangu kwenye hii simu. Kwa hiyo muda wote ukiwa na shida utanipigia. Pia nikifika dukani nitakuunga muda wa maongezi. Kwa hiyo kipiga nipokee kwa hapa? Asante. Jana usiku umenifurahisha sana. Yaani umenikumbusha enzi za ujana wangu. Wewe umechangamsha damu yangu. Asante. Acha nikaangalia wale vijana kama watakuwa wamemaliza kupakia, sababu nina imani naweza nikaondoka leo. Lakini kabla sijaondoka nitakupigia. Sawa. Haya. Bye. Haya. Mungu wangu, mbona najisikia hivi? Ina maana nimeshampenda huyu mzee? Lakini yaani mimi hata sielewi. Hello. Zabuda mpenzi wangu. Nzuri. Shikamoo. Makaba marafiki wangu. Uko wapi? Nipo nyumbani. Sawa. Mimi naondoka muda huu. Wangu ushapakiwa. Kwa salama tuendelee kuwasiliana. Naomba utunze heshima yangu. Napenda sana leo. Nafaidi mambo mengi mazuri katika mapenzi yetu. Sawa, nimekuelewa. Ukiwa na shida yoyote wakati wowote tafadhali nijulishe. Na nina imani ule muda wa maongezi utakutosha kwa mwezi mzima. Ndio. Asante. Bye. Safari njema. Kweli Mungu ndo anajua hatima ya kila mtu.
Pole na safari. Asante. Umependeza. Yule mwanamke nyumba. Chakula tayari. Nilikuwa nauliza utakula kwanza au utaoga kwanza? Nitakula kwanza. Basi sawa, karibu. Halo? Ndio nimefika nyumbani. Kwa kweli namshukuru Mungu. Ndio. Mimi ndo nakula chakula cha jioni. Ngoja nile nikimaliza nitakupigia. Sawa. Lazima tutaongea kabla sijalala. Aya, asante. Aya. Siku mwema. Huyu binti naye. Lina. Ave. Jana ulitaka kwenda wapi? Nilikuwa nimefua nguo sasa nikatoka nje kumwaga maji. Yule mlizi ndo akafikiri nataka kutoroka. Kumbe. Sasa una nguo mkononi? Unajua hii nguo ninao moja. Kwa hiyo huwa nafua usiku alafu asubuhi naivaa. Kumbe unayo moja. Nilipoenda kununua zile nguo, kesho tutajiandaa basi tunaenda dukani ili tununue nguo za kutosha. Sawa, asante. Sikujua kama huyu mtoto ni mzuri hivi. Haki ya Mungu. Mbona shetani anataka kunizidi nguvu?
Lina. Lina. Unajua Lina, mara kwanza nilipokuona nilikuona kama mtu wa kawaida, lakini kadiri navyoishi hapa kwangu na siku zinavyoendelea kwenda, ndio naona uzuri wako. Kweli usiku wote huo kilichomleta ni kuja kuuliza tu kuhusu nguo? Au ana jingine? Mimi nataka niame huko kijijini tukaishi wote huko mjini. Ni sawa Lea. Lakini hii nyumba utamwachia nani? Nitakuwa nakuja mara moja. Alafu pia nitaongea na Makidemi wao ananiangalizia. Sawa, nimekuelewa. Lakini acha mimi niende nikaweke mipango sawa. Alafu kisha nitarudi kuchukua. Kwani pia naona ni vyema kabisa nikakuhamisha hapa kijijini. We mzee, unakujaje kwenye maboma ya watu basipo taarifa? Unataka nikuambie ili niteke? Hivi naanzaje labda kumteka tajiri yangu jamani? Usijali, nimekuja kumuona huyu mrembo hapa. Haya, kuna usalama. Makidemi jamani, sasa maneno gani unaongea? Mwali wangu. Maana yake ng'ombe hazeeki maini. Haya, nilikuwa nakuja kwako. Sawa. Kanisubiria na kuja sasa hivi. Usichelewe. Dakika moja tu. Baba, unataka nini? Kweli Lina, ungenachotaka kwako. Lakini ulisema utanifanya kama mwanao. Hata sasa utaendelea kuwa tu binti yangu. Baba, mimi naogopa. Baba, mistaki. Baba, jamani. Shogangu, siku hizi sikuelewi. Wacha Makidemi. Kwa urembo huo. Haya. Hemu niambie siri ya mafanikio yako mama. Kwa kawaida tu. Hamna lolote. Unataka kuniambia faida ya hoho ndio inayokung'arisha namna hiyo? Alafu sasa bwana, kuna kitu ambacho unanikera. Yaani siku hizi shambani huonekani tena. Shoga yangu, sikufichi. Kwa maisha ya hapa kijijini bila kilimo imekula kwako.
Hapana Mama Kidemi. Mama Kidemi. Sio kwamba Vipi? Unaumwa? hapana. Na hii hali ilisha kutokea? Nimekuwa nikitapika mara kwa mara lakini sina hata homa. Hapana. Naomba twende hospitali. Nenda kajiandae. Huenda una malaria. Lakini mbona sijisikia hata homa, sina moto? Hapana, nenda kajiandae, twende. Twende hospitali. Hii ni dalili ya malaria kabisa, twende. Twende. Shika vitu vyako nenda kaweke huko. Twende mara moja kajiandae. Lea, hongera sana. Vipimo vinaonyesha kwamba una ujauzito wa miezi 4. Ujauzito? Makubwa. Unataka kuniambia kwamba katika miezi yote 4 hamna kitu chochote ambacho umehisi katika tumbo lako? Au hata kuhisi kwamba mtoto anacheza? Okay. Hata hivyo hujachelewa sana. Labda kwa sababu ni mimba yako ya kwanza ndio maana haikuwa rahisi wewe kugundua. Sasa hivi kinachotakiwa kufanya ni kuanza kuhudhuria kliniki mara kwa mara kwa usalama wako na kwa ajili ya usalama wa mtoto aliyeko tumboni. Masuala mengine ya chanjo na mambo mengine utayapata kadri utakavyoendelea kuhudhuria kliniki. Haya shogangu, hebu nieleze tu nani mwenye huu ujauzito? Hello. Shikamoo. Jambo. Nimetoka kupima afya. Nimeambiwa nina ujauzito wa miezi 4. Sawa. Hai. Hai. Hai mwenzangu. Nani huyu? Mtu tu. Lea, mimi ni mtu mzima, uwezi nidanganya. Nitafahamu kila kitu. Hey. Mbona umelala mpaka saa hizi? Tangia umeondoka asubuhi sijisikii vizuri. Najisikia vibaya sana. Ndio ushinde kupika hata kufanya usafi? Jamani. Sio kwamba naumwa au kunielewa. Kuumwa gani huko? Mpaka ushinde kupika, kufanya usafi. Sasa utakula jeuri yako.
Halo. Marahaba mke wangu, ujambo? Unaendeleaje? Nitakuja kuchukua. Hata mimi sitaki ukae huko kijijini. Nitateseka sana na hiyo mimba. Ndio. Sawa. Nitakuja hapo ili tuangalie namna ya kukaa nyumba sawa ili hata wakati unaondoka nyumba ibaki salama. Sawa kabisa. Haya. Usiku mwema. Kulikoni leo, mbona sikuelewi? Tangu umekuja ni hasira, hutaki hata kuongea na mimi. Kwani ni shida mume wangu? Funga domo lako. Mume? Nani mumeo? Leo hii umejisahau nilikuokota tu kule njiani nikakusaidia. Mwanzo mwisho leo nisisikiro jina la mume. Ni naye mtu anayepaswa kuniita mume. Si uliniambia una mke wala mtoto. Kumbe nia yako ilikuwa ni kunichezea tu. Umeshanichezea. Sasa hivi unaanza kunidharau. Lina. No. Halo. Marahaba. Nina mgonjwa hapa nyumbani. Hebu niletee gari mara moja. Ufanya haraka kidogo naomba utumie dakika chache sana kuja. Sawa, nakusubiri. Vumilia. Vumilia, gari nakuja, tutaenda hospitalini. Sawa mama? Hebu chukua hizi pesa. Ukishamaliza kutibiwa, mmoja atapata pesa kupeleka nyumbani. Teneteke pa mwenyewe na wajua vya sio nzuri. Kwani hapa hakuna madaktari? Shika hii pesa alafu kisha tibiwa, fanya kama nilivyokuambia. Zingatia sana mahudhurio ya kliniki, na ukitoka hapa
pita chumba cha madawa uchukue dozi ya malaria, na hakikisha unamaliza dozi kwa usalama wa afya yako na maisha ya mtoto wako. Sawa daktari, nimekuelewa. Dada, kuna swali? Ninavyojua mimi ujauzito ni jambo la heri, ila toka nimekupa majibu na kuona unalia tu, kuna shida yoyote? Hamna shida daktari. Ni kwamba tu sikupanga kupata ujauzito kwa sasa. Okay. Zingatia maelekezo. Nahisi umechanganyikiwa wewe. Huo ujauzito sio kwangu, katafute mwenye huo ujauzito umweleze huo upumbavu. Na huo ujauzito utakuwa ni wewe mlinzi hapo getini, kwa sababu mmezoeana sana, mazoeani yamezidi kipimo. Tangu nimeanza kuishi hapa kwako, sijawahi kukutana na mwanaume yoyote. Naomba uniamini. Ujauzito ni wa kwako. Naomba unisaidie. Ninachoweza kukusaidia ni kutafuta chumba na kukulipia miezi 6 tu. Nitakupa mtaji wa biashara. Nitakupa vitu vya kuanzia maisha. Ukapambane na hali yako. Hapa kwangu utakaa kwa muda tu. Ukishamaliza dozi ya malaria basi. Najuta. Kwa nini nilitoroka kuja huku? Sijui nirudi zangu tu kijijini. Lakini dada yangu atanielewaje na maisha yamekuwa magumu kiasi hichi? Potelea mbali. Nitabaki kupambana hapa hapa mjini. Mungu atanisaidia. Kwa hiyo unataka kusema humjui hata baba huyo mtoto? Kwani nimekuaje tena shoga yangu? We, koma wewe. Tena na kuomba usije ukaniita shoga yako. Hapa kijijini watu wote wameshajua kuwa una mimba. Na baba wa mtoto humjui. Hivi, ni nani aliyewaambia kama mimi na mimba kama sio wewe? Kwa hiyo imekuwa ni siri. Ni siri nikuulize. Tena pambana na hali yako wewe. Chana na mimi. Muone. Usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Utalijua jiji mama, ulijifanya mpenda zako huko. Muone. Nimeshapata chumba kimoja na nimekusha kukilipia. Kwa hiyo jiandae, kesho utahamia kwenye chumba. Kwani usinisubiri nijifungue kwanza ndo nihame? Huko na kuenda naye atanisaidia wakati nataka kujifungua na baada ya kujifungua. Subiri tu nijifungue mume wangu. Usibishane na mimi pale ninapofanya maamuzi yangu. Nishatafuta na vijana wa kusaidia kupakia baadhi ya vitu. Kwa hiyo kesho lazima utaondoka hapa. Sitaki tena uondoke hapa kwangu. Halo. Ndio mke wangu. Salama kabisa, habari za huko? Hata yule mama amekugeuka tena? Au sijali. Nitakuja kesho kuta kukuchukua. Wewe jiandae tu na vitu ambavyo unaona vya muhimu kuchukua, nikija tupakie tuondoke. Sawa. Haya. Sina haja ya kukwambia nilikuwa naongea na nani. Wewe jiandae kesho uchape mwendo.
kulikoni? Kuhusu nini? Unaenda wapi na mzee Bwiru? Wewe shoga umeanza lini wa kuniuliza maswali kama vile tuko kituo cha polisi? Vibaya hivyo shoga Tena yangu. koma. Uliniambia wewe mwenyewe utaki urafiki na mimi. Uliniambia siku hizi naringa, au sijui siku hizi na mambo gani? Sasa hivi unakuja kuniambia kulikoni na mzee Bwiru. Inakuhusu nini? Ndio baba mwenye tumbo hili. Una lingine? Kama una kazi ya kufanya mnaweza mkaendelea kujimalima hapo. Kliniki unarudi lini? Hivi Jumanne. Jumanne. Takupeleka kama mtandao. Nipeleke maana hizi siku ambazo unaniambia tu nipeleke na driver taxi. Nitakupeleka mwenyewe. Mungu kanitakia takiba si matunda. Haina shida. Na unapenda tikiti wewe? Angalia hizi picha. Waziona. Mtizuri kati kutoka na litumbo likubwa. Haina shida. Ongea. Tangu usinywe sana pombe. Wajawazito haruhusiwi kunywa. Jamani. Lichupa lote ile ukunywa mwenyewe ni glasi tu moja. Nigizie kuku basi. Kienyeji wa kisasa. Kienyeji kwani juu napenda kienyeji. Unapenda mboga mboga? Kienyeji. Tetea jogo. Eka kuku alafu waweke na malimao mengi. Unataka mtetea jogo? Bwana kuna ngumu na laini. Wewe niagizie bana, acha kuuliza maswali. Haya wewe ndio nitamuuliza. Ndizi ngapi? Hizo. Mhudumu.
Mbona nani? Talala. Nani? Kaa. Karibu. Asante. Shikamoo. Marahaba. Habari ya hapa, unaendeleaje? Hivyo hivyo kama unavyoniona. Vipi kuhusu biashara yako, inaendeleaje? Inaendelea tu. Leo napata, kesho nakosa. Maisha yanaendelea. Mkumbuka leo nikaja nikaona ni vyema nije nikusalimie. Nashukuru. Nimekuletea vitu vichache nikusaidia angalau kwa siku 2-3. Ila kikubwa kichonileta hapa ni kwamba kwa sasa mke wangu yuko pale nyumbani. Usije ukathubutu au kajaribu kuja pale nyumbani. Tafadhali. Sawa. Kama una shida yoyote utapiga simu wakati wa mchana. Ili kama kuna jambo naweza kukusaidia, nikusaidie. Ila usithubutu kupiga simu usiku. Nimekusikia, nimekuelewa. Tafanya unachokitaka. Sawa, tutaonana wakati mwingine. Itagari sio uchungu. Halo. Uko wapi? Aya, hebu njoo hapa nyumbani kwangu haraka basi. Sawa, naomba jitahidi. Utanikuta hapa. Fanya haraka. Chini please. Cheka gari. Pole. Pole. Twende tu. Pole. Twende mama. Twende tu. Cheka gari wote. Twende. Mgonjwa wako ameshapelekwa wodini na nadhani muda wote kuanzia hivi sasa anaweza akajifungua. Kwa hiyo nadhani ungerudi tu nyumbani
Kaja kesho asubuhi hapo hospitalini. Sawa. Nadhani daktari hana matatizo yote tofauti na kusubiri tu kujifungua. Ya, ondoa hofu mzee. Yuko sawa sawa. Basi, nashukuru sana. Hamna shaka. Karibu sana. Umleta baba yangu duniani. Mungu akubariki sana. Na huyu nampa jina la baba yangu moja kwa moja. Acha aanze kutembelea baraka za babu yake. Mimi kwa hapo nje. Asante. Karibu tena. Chaumbea huyo. Hapo koma wewe, chaumbea nani? Vipi? Asubuhi mkali utadhani jana ulikopwa. Alafu kama na maneno yako wewe. Hivi unafahamu mkae kiasi kio kwa tafurahia sana.
Basi Aisha, ingia ndani, acha maneno mengi kama Mzaramo. Karibu ndani. Asante. Kwema lakini. Odi. Wifi. Natakuwa amelala. Wifi amka bwana huko. Ai, nimependeza. Mambo ya Mtoria. Nyumba mwanamke unaipopendeza. Mama, kuna mgeni? Mambo. Safi, karibu. Asante. Sasa hivi. Salama, napenda. Nzuri, tu karibu. Asante. Pendeza mwenyewe. Jamani. Mtoto mzee Bwiru. Basi ndugu. Karibu mwana. Naona umezidi kung'aa. Jamani. Hebu niambie mtongo yuko wapi kwanza? Kama nisumbua usiku, hivi ndio kwanza mpata usingizi. Kwa vile nipo. Taka kunguta paka kakoma. Alafu kana jinani, kana jinyonga tumbo tu mchango. Na chango ya huko mpaka upate vile vibibi viko vijijini huko. Na hospitalini? Kwenye chango mimi sija hospitali dawa. Tafuta mama wako unaniwa wale wa Kimasai wanajua dawa sana wale. Lakini hata huyo mpaka mzazi atoke, utakuwa umenawiri sana. Angalia sika kadondoka nikunekea mashuka. Kama kaamka tu naomba niletee. Utamshika mpaka uchoke. Haya. Ndio. Kwa hapa na mama analea. Lakini naomba wewe kanilipa na ukanilipa. Ana mazoea madogo. Chezea mtoto mzazi akileta naona apiga. Sasa atakula mwenyewe. Haya bwana, mkungu mzima pale peke yake kweli. Haya mama anadai. Matunda kwa afya yako. Matunda. Wao si stadu. Kwa nini ubao? Wazaje? Sawa. Mweza. Nasikia shilingi ngapi zote hizi? 1500. Una change sasa? Nitaelewa. Nakushikiaje ni vipi? Yeah. Wewe msikiliza basi. Sasa unalia nini? Niambie basi. Umenitelekeza mimi mjini. Hapana. Hapana. Sikiliza basi. Basi niingie kwenye gari. Hapana, linataka kufanya kitu namna hiyo. Sikiliza basi. Basi. Ungenileta kijijini kwetu. Twende basi tuingie kwenye gari. Twende basi hapa. Twende. Usilie basi. Ingia basi usilie. Basi usilie.
Tumepotezana mpaka leo na wewe ndio ulinikuta. Na sikutaka kurudi kijijini kwa sababu sikumwaga pacha wangu. Na pia vile vile sikutaka kurudi kijijini kuishi yale maisha ya shida nilikuwa naishi kwa kipindi kile. Pole sana mimi. Najua umepitia majaribu makubwa sana kwenye maisha yako. Lakini sasa sijui mimi nikuombe samahani au nisemeje. Kwa sababu naona kama kwa kiasi kikubwa sana nimechangia wewe kupitia katika hayo maisha. Hamna haja ya kujilaumu Steve. Kwa sababu ulikuwa unanianjia tu na mimi. Ni kwa vile tu tulipotezana kwa bahati mbaya. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna haja ya wewe kuniomba msamaha. Hamna jambo lolote baya ulilonifanyia. Sawa Lena, nimekuelewa. Sasa kesho na kupitia hapa tunaenda kwa hiyo mpumbavu. Atueleze kwa nini anakataa damu yake inateseka kiasi hiki. Na kama atazingua, nenda pale dawati la jinsia. Nenda kushtaki pale tutafute haki ya mtoto wako. Sawa Lina? Hakuna shida Sawa. Tutafanya nini? Asante sana. Sawa. Basi kesho tuonane. Haya, nashukuru sana kakaangu. Steve. Makubwa haya jamani. Unafanya nini? Ina maana huyu ndio alikuwa mke wa Bwiru. Kwa hiyo siku ile walikuwa wananichora tu. Kumbe wana mipango yao. Siamini. Samahani dada. Kuna samahani. Unanikumbuka? Sura yako sio ngeni. Ila sikumbuki nilikuonaga wapi. Hebu nikumbushe. Wewe Ken. Hao wageni wanapokea muda wote, unataka kusaidia umpatie mtoto mwende kliniki bwana. Unachelewa muda una Mwanaume usiwe na huruma wewe. Kwa hiyo wewe unampeleka kliniki ndo mtoto lakini huyu wa kwangu ni mzigo. We. Sije kukataza kuja kwangu. Naomba fungua geti ondoka. Mke wangu asi akatoka humu ndani akakukuta hapa likawa balaa. We mzee, sikiliza. Yaani sikize vizuri sana. Wakati unampa ujauzito huyu, hukujua kama una mke hapa nyumbani? Unamwacha binti watu huko barabarani na mtoto anahangaika. Wewe umestalia hapa na mkeo hapa ndani. Huoni aibu wewe mzee? Sasa sikiliza Lina. Mimi nambwaga huyu mtoto hapa naye ajue namna ya kulea. Steve sikiliza. Huyu binti nishamkumbuka. Unakumbuka vijana pale ofisini kwangu kuja kumwombea kazi? Na nikakwambia kwa kipindi kile ilikuwa mna nafasi ya kazi, ila anipe muda kidogo kitokea nafasi mimi nitamuita. Nikakupigia simu nikakwambia nafasi imepatikana. Unakumbuka ulinijibu nini? Uliniambia ushamfanya mke hana haja ya kazi tena. Kumbe ushamjaza mtoto wa watu mimba na kumtelekeza. Mwanamume usiokuwa na haya wewe. Alafu sasa hivi unaishi na mwanamke mwingine ndani. Mtabiri ni rafiki yangu mkubwa sana lakini kwa hili siwezi kuwa upande wako hata siku moja. Mmezoea kutunyanyasa sana nyewe wanaume. Sikubali kwa hili. Sintakubali. Ndani mtangu. Kuna mambo tunamalizia hapa nje. Wewe ndio rudi ndani. Wewe Lea. Lina. Lea unafanya nini hapa? Steve umefahamu je Lea? Hao ni mapacha. Na maana nimezana ndugu. Nini? Mungu wangu. Imeibu gani Mungu wangu? Steve hebu nielezeni maana mimi sielewi. Ni historia ndefu kidogo. Wewe. Akia Mungu na hapa kwenye ardhi tutakufanya. Dunia nzima itaweka mikono juu. Wewe unalala kwangu. Ni nyumba wageni. Usikia ni nyumba wageni. Mungu naomba nisamehe mume wangu. Sema najisikia vibaya. Kujisikia huko vibaya. Unanihusu nini mama? Hena hospitali kuna wasaidizi zaidi yangu mimi. Cha kufanya sitaki kuona. Yes.
usifanye hivyo, majirani wasisikie mume wangu. Akiamua majirani wangesema nitakufumua. Sema su. Sema su. Nitakudundulua. Sema su. Tu. Shuba toka hapa. Mangu, nenda pina watoto mume wangu, nione huruma. Maskini. Mimi mume wako? Yaani mimi leo mume wako? Unanisingizia watoto? Nikwambie tu ukweli mama. Kuanzia enzi za mababu zetu hatunaga mapacha kwetu. Toka kwenda mwana kwenda wewe. Takataka uliokosa jalala wewe. Unanisingizia mimi? Ondoka! Toka na watoto wako hapa. Ondoka, unisikie? Yaani mapacha hawa. Mimi tangu lini mimi na sura ya namna hii? Maskini ya Mungu, mtoto ana sura pana ambayo mimi sina. Kwenda mwana kwenda mkubwa wewe. Kumbavu nyama ya mbavu wewe. Toka! Malapa, shukuru Mungu nikulia malapa. Uondoki kwangu na kitu chochote. Nasingizia watoto mimi na kusingizia watoto hapa mjini. Mama umeufyata. Toka! Bembeleza watoto uko namlilia baba yake mshenzi wewe. Chinga kabisa. Tafuta baba yake huko. Akia Mungu tena. Do. Mama wawili? Mbona leo uko peke yako? Nimewasha umelala, nimeona nikimbie mara moja mtoni nikachote maji. Unajua sijazoea kukuona ukiwa peke yako. Ni kweli, ila nimewasha umelala, ngoja niwe mara moja. Hai. Huyo mama yao alikuwa anaitwa nani na alikuwa anaishi kijiji gani? Alikuwa anaitwa Flora na tulikuwa tunaishi naye kwenye kijiji chako. Ina maana nimezaa na watoto wangu?